Madiwani wa halmashauri ya manispaa ya Songea wakiongozwa na mstahiki meya wa manispaa hiyo Abraham Egino Mbunda wametembelea mradi wa maji wa miji 28 na kupewa maelezo kuhusu ujenzi wa mradi huo ambao unagharimu bilioni 145.77. Mkurugenzi wa usambazaji maji wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira SOWASA, Mhandisi Jafari Yahaya, akitoa maelezo kwa madiwani katika tenki la kuhifadhia maji ambalo linajengwa katika mlima wa Chandamali na tenki ambalo linajengwa katika eneo la maji wilaya, alikuwa na haya kusema. Tenki upande wa civil works limeshakamilika na kama unavyoona bado kuunganisha tu mabomba hayo yaweze kutoa maji baadaye mradi utakapokamilika kwenda kwa wateja. Kwa hiyo maji yatakapotoka hapa moja yataenda mpaka shule ya Tanga na tenki ambalo litahudumia ndio hili hapa limeshakamilika. Kwa hiyo lakini sio kwamba shule ya Tanga peke yake. Mheshimiwa diwani wa Bomba Mbili Jeremia, hapa Sokoine tulikuwa tunapata changamoto ya pressure ndogo. Kwa hiyo sasa hivi ina maana kwamba atakapokutumia tenki ile maana yake pressure itakuwa ya kutosha, kwa sababu tenki lililoona pale chini lile ndio linalohudumia hapo, lakini lilikuwa limezidiwa na hudumia sehemu kubwa. Na lile la chini kule lilikuwa linahudumia sehemu kubwa sana. Mpaka Ruwiko unapata maji ile tenki lililoona la chini lile. Kwa hiyo kutokana na kuzidiwa kwa huko ndio maana likajengwa tenki ile ambalo na lita milioni 2. Lile lita 675, la chini lile lita 7.5. Umeelewana hapo? Kwa hiyo unaanza kaona kwamba sasa hivi mradi umekuja na ina double mara 2 zaidi ya kile tulichokuwa nacho kuanzia chanzo mpaka matenki. Tenki la ujazo wa lita milioni 2 limeshakamilika kujengwa na mkandarasi ECC, na kwa sasa hivi ile tenki linasubiri tu kwa bomba za usambazaji zije hapa kuleta maji na maji yatoke hapa sambaze. Tenki hili litaungana na tenki lingine lipo hapo nyuma kusambaza maji eneo la mjini, Misufini, Mfaranyaki, Majengo, Mahenge pamoja na Ruvuma, kama alivyosema kwenye wasilisho langu awali kule kwamba maji yanatoka hapa moja kwa moja yanaenda kata ya Ruvuma. Kwa hiyo kata ya Ruvuma atapata maji kutoka katika tenki hili, na sisi tunashukuru kwa sababu itatuwezesha kuhakikisha kwamba maji yanakuwa mengi, kwa sababu sasa hivi tenki lilokuwa nalo la lita milioni 1.2 lipo hapo nyuma na watu wanapata maji vizuri mjini, hakuna shida yote ya maji. Lakini sasa uwepo wa hili maana yake tutakuwa na ziada zaidi ya uhifadhi wa maji kwa lita milioni 2 na itasababisha watu wapate maji kwa haraka, yani kwa wakati mwote zaidi kushinda hata sasa hivi wanavyopata maji. Asanteni sana. Naye Mhandisi Vincent Baimana akizungumza kuhusu mradi huo utakavyotatua tatizo la maji katika mji wa Songea alikuwa na haya kusema. Jina naitwa Mhandisi Vincent Baimana, ndiye msimamizi wa mradi wa miji 28 katika mji wa Songea. Karibuni katika hili bango letu hapa ambapo lina mchoro wa kuonyesha miundombinu ya maji tulionayo katika mji wetu wa Songea, kwa maana kwamba hali ya sasa na pia utekelezaji wa mradi ambao unaendelea, jinsi ambavyo utaenda kuongeza kiwango cha maji mjini lakini na ubora. Kwenye mchoro wetu tuna hizi rangi nyekundu zote unazoziona, ni mtandao wa maji safi tulionao sasa katika mji wetu. Lakini tuna rangi za kijani ambazo hii ni miundombinu ambayo ya mabomba tunategemea ilazwe wakati wa utekelezaji wa mradi huu wa sasa miji 28. Lakini pia tuna bomba za rangi ya blue. Hizi pia ni bomba za usafirishaji maji kutoka katika chanzo kipya kuja mjini. Na mwisho tuna hivi viboksi vya rangi ya blue bahari. Haya ni matenki. Kwa hiyo nikianza kuelezea sasa, utekelezaji wa mradi huu utaanzia katika halmashauri ya wilaya ya Songea katika mto Njuga ambao katika eneo la Kikunja. Kwa hiyo Kikunja kwa hapa tulipo ni kule bondeni pako chini. Tutapampu maji sasa kwa kutumia pampu kubwa kutoka Kikunja kuja Mpingi ambacho ni kijiji kingine. Uwezo wa mto wetu kwa sasa ni zaidi ya lita milioni 250 kwa siku uzalishaji wake kwa sasa, lakini sisi tutachukua lita milioni 17 tu. Kwa ukiangalia tuna ziada ya zaidi ya mara 10 na kitu. Mto ni mkubwa. Maji yakitoka hapo atakuja sasa kama raw water au maji ghafi mpaka Mpingi. Mpingi tuna ekari karibia 12, itajengwa miundombinu pale ya kutibu na kusafisha maji. Tunategemea mara baada ya usafishaji wa maji katika eneo hili tutapampu tena kwa mara ya pili. Maji yanatoka hapa ambazo ni lita milioni 16 kwa siku. Yakitoka hapa yanakuja Mahilo sasa. Tenki la Mahilo hapa ndio tunaita Mahilo JSR.
hapa ambao ndo tunaliona hapa. Hili tenki lina uwezo wa lita milioni 5. Kwa hiyo mchakato mzima mpaka hapa tutakuwa nafanya zoezi la kupampu kwa pampu zenye uwezo mkubwa, lakini tunapofika Mahilo sasa kuelekea mjini kwa ajili ya usambazaji ni mseleleko. Bomba kubwa itatoka hapa Mahilo itashuka mpaka tutategemea pale Matogoro Chemchem, tutajenga tenki lingine la lita 50,000. Zumuni la tenki hili hapa si kwa ajili ya kutunza maji, ila ni kupunguza pressure ya maji yanayokuwa yanaelekea mjini. Huku ni juu sana. Kwa hiyo maji yatatoka hapa katika BPT break pressure tank, tutaelekea katika matenki yetu mawili makubwa ambayo tayari yameshakamilika kujengwa. Tenki la kwanza limeshapita tayari, ni Maji Wilaya lenye uwezo wa lita milioni 2 na Chandamali lenye uwezo wa lita milioni 2. Sasa matenki haya jinsi tunaona ni matenki mawili, lakini yana uwezo wa kufanya coverage katika mji wetu mzima wa Songea kutokana na sehemu yalipowekwa. Tukianza na tenki la Chandamali. Tenki la Chandamali liko kule mlimani katika mlima Chandamali. Tunategemea maji yatoke yaelekee barabara ya Njombe. Kwa maana kwamba tunazungumzia wakazi wote ambao wanakaa kuishi kuanzia Msamala kwenda shule ya Tanga. Bomba kubwa litalazwa, ndio hii rangi ya blue unaiona. Lakini likishalazwa mpaka shule ya Tanga stendi, tunategemea mitaani sasa. Ndugu zetu wa Muombezi, Mshangano tunawaingiza kwenye mtandao huu hapo. Kwa hiyo changamoto ya maji barabara ya Njombe inakuwa imemalizika. Kwenye hili tenki la Maji Wilaya lina uwezo wa kulisha, kwanza ni kata zetu zile kubwa 4 ambazo sasa hizi zina huduma tayari, Misufini, Mfaranyaki, Majengo na Ruvuma. Sasa hili linakuja kuongezea nguvu wale. Lakini anaenda kunufaika ambaye hajafikiwa kiasi hicho ni mwenzetu wa wapi? Wa Ruvuma. Kwa hiyo kutakuwa na bomba kubwa natoka Maji Wilaya itaelekea moja kwa moja Ruvuma. Lakini humu katikati pote zile kata zote zinapata huduma. Pia tenki hili la maji ya Chandamali lina uwezo wa kulisha kata zetu za Ruiku. Kwa ile barabara ya Mbinga Road itapata huduma kutoka katika tenki la Chandamali. Kwa hiyo kwa sasa ukiangalia kama mamlaka tumefanya coverage kubwa ya huduma. Kwa wenzetu wa Kulufusi wana mtandao wao ambapo wenyewe ni vyanzo ambavyo tunasema tumetega mtu. Kwa wenyeji wa Kulufusi watakubaliana nini. Lakini Lilambo tuna visima viwili pale. Vipi? Kwa tayari wanapata huduma. Zoezi linalobakia ni kusambaza tu mabomba mtaani ili wananchi wengi wapate huduma ya uhakika, lakini huduma haipo tayari. Kwa wenzetu wa Pambazuko hivyo tulitekeleza mradi pale ambao tayari wana huduma. Na ndugu zangu wa Changalawe. Kwa hiyo kwa ujumla sasa mji wetu mzima utakuwa na maji ya kutosha na yaliyo bora.